Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa za kimataifa muda huu kutoka huko vita ya Urusi na Ukraine, na utasikia pia taarifa ambayo Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ametembelea wanajeshi wake kutoka mstari wa mbele wa kivita, hasa huko Donetsk ambako mapigano makali yanaripotiwa kila siku, ambako vikosi vya Urusi vinasonga mbele kwa kasi zaidi katika eneo hilo ambalo Zelensky ameweza kulitembelea katika muda mchache ambao umekwisha kupita. Pia unaweza kujiunga nasi sasa moja kwa moja kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa hizi unazipata kwa muda mwafaka kabisa kutoka kitaifa na kimataifa. Karibu sana katika undani wa taarifa hii na uchambuzi wa taarifa hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifanya ziara ya ghafla kwenye eneo la mapigano kwa ajili ya kukutana na wanajeshi wake wa kitaifa wa Ukraine, ikiwa ni pamoja na vikosi vya kwanza vya ulinzi wa kitaifa, yani Corps of the National Guards of Ukraine maarufu kama Azovi, na kikosi cha 25 cha Siechislav. Ziara hiyo ilihusisha kukutana na wanajeshi kwenye kituo cha amri, yani command post, katika upande wa mbele wa mapigano, hasa katika sekta Dobropilio na sehemu zinazounganisha na mji wa Pokrovsk, ambako rais huyo alisikiliza ripoti za uongozi wa kijeshi, kujadili hali ya usalama, mahitaji ya kijeshi, silaha, uzalishaji wa ndege ambazo zina rubani yani drones, mahitaji ya vikosi, na kutoa tuzo za serikali kwa wanajeshi hao. Taratibu eneo hilo ni katika mkoa wa Donetsk, kaskazini mashariki mwa Ukraine, maeneo ya mkondo wa mapigano karibu na mji wa Pokrovsk. Pia eneo la Dobropilio lilokuwa takriban kilomita 20 kutoka huko Pokrovsk. Ili kuimarisha morali ya wanajeshi upande wa Ukraine na kuwashukuru moja kwa moja kwa kujituma kwa ajili ya nchi, ili kupata taarifa ya moja kwa moja kuhusu hali ya usalama, mahitaji ya kijeshi na mikakati ya ulinzi katika eneo hilo lenye changamoto ya mapigano, ili kuonyesha umma ndani na nje ya nchi ya kwamba serikali ya Ukraine inafanya kazi ya karibu na vikosi vilivyo mstari wa mbele wa kivita na inachukua hatua za dharura za kijeshi. Ndio lilikuwa lengo mama la kiongozi wa Ukraine kutembelea askari hao. Rais alitembelea kituo cha amri, akakutana pia na maafisa wa vikosi, akapokea na kujadili ripoti za kijeshi, akatoa maagizo ya kuongeza msaada wa kijeshi, hasa vitu kama silaha, uzalishaji wa drones na mahitaji ya vikosi. Alipata fursa ya kutoa tuzo za serikali kwa wanajeshi na kituo, na kiwashukuru moja kwa moja kutoka eneo husika. Rais huyo pia alitembelea kwa awamu ya kwanza kabisa kituo cha amri cha kwanza cha Azovi, kinachoendesha operation za kujihami katika sekta Dobropilio, pamoja na vitengo vinavyopatikana katika sehemu hiyo au vinavyopakana katika sehemu hiyo. Zelensky ameandika kuwa, nilisikia ripoti kutoka kwa jeshi, tulijadili hali hiyo katika mstari wa mbele na mahitaji ya dharura zaidi. Uangalifu mkubwa ulitolewa kwa silaha, kuongeza uzalishaji wa ndege ambazo na rubani, mahitaji ya vikosi. Zelensky amechapisha kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani kifahamika kama Twitter. Pia aliwapa wanajeshi tuzo za serikali kwa jitihada zao. Katika ujumbe wake aliwapongeza kwa kuilinda Ukraine na uadilifu wao wa eneo. Ni nchi yao, hii ni mashariki yao, na hakika watafanya wawezavyo kuiweka kiukrania. Baadaye siku hiyo ya Novemba 4 alitembelea pia vikosi vya 25 vya Separate Airborne Siechislav Brigade, kinachoshiriki katika operation ya kujilinda katika sekta Pokrovsk, ambapo katika sehemu ya ziara hii mada kuu ya mazungumzo ilikuwa hali ya uendeshaji karibu na Pokrovsk na maeneo yake ya kuzunguka. Eneo la Pokrovsk linachukuliwa kuwa mji muhimu kwa njia ya nyongeza ya vifaa na usambazaji wa vikosi vya Ukraine, hivyo kukamatwa kwake na upande wa Urusi kungekuwa kitu kikubwa kwa tishio la kiusalama kwa upande wa Kiev. Urusi imekuwa ikifanya juhudi ya kuzunguka eneo hilo na kufunga hatua za usambazaji wa serikali ya Ukraine. Kwa upande mwingine, taifa la Ukraine imekuwa likiripoti mafanikio ya kurejesha vijiji na kuondoa kabisa vikosi vya hujuma vya Urusi katika maeneo ya huko kaskazini mwa Pokrovsk. Ziara ya Rais Volodymyr Zelensky inaonyesha jinsi serikali ya Kiev inavyolenga kudhibiti hali, kuimarisha msimamo na kuimarisha nguvu za kijeshi, pamoja na ujenzi wa morali ya wananchi na vikosi vilivyo mstari wa mbele.
Kuongezeka kwa umakini wa upasuaji wa kijeshi, zaidi ya silaha, drones na logistiki kama mtu mkuu wa nchi alivyotoa maagizo. Taarifa ya kiongozi huyo pia imesomeka hivyo. Kuimarishwa kwa uhusiano kati ya serikali na vikosi vilivyo mashariki ni kuongeza morali ya wapiganaji kupitia utekelezaji wa tuzo na pongezi. Zelensky pia ameripotiwa kama kusudi mama la ziara yake hiyo katika eneo karibu na Pokrovsk huko Donetsk. Ishara kwa ulimwengu na kwa wananchi wa ndani ya kwamba serikali inashughulikia tukio hili kwa umakini mkubwa na si kubaki nyuma, ambayo inaweza kuongeza imani ya taifa, hasa pia kwa wananchi na wanajeshi. Kwa upande wa uhusiano na upande wa Urusi na mapigano, ziara hii inaonyesha nafasi ya Ukraine kuwa imejizatiti katika kulinda eneo maalum la mkondo wa mapigano, na hii inaweza kuwa ujumbe wa kuonya kwa upande wa tishio. Ingawa ziara imewafanya wanajeshi kuhisi kuthaminiwa, bado changamoto ya mahitaji ya silaha, drones na msaada wa logistiki ni kubwa kama ilivyobainishwa na Zelensky. Sekta za mkondo wa mapigano, yani front line, kama Dobropilya na uko Pokrovsk zinaendelea kuwa na hatari kubwa ya mashambulizi ya upande wa Urusi, ambayo inaweza kuathiri hali ya usambazaji na ulinzi kwa upande huo. Juhudi za kudumisha nafasi hizi pia na kuzuia kusambaratika kwa mistari ya mbele zitahitaji ushirikiano mkubwa wa ndani na msaada wa kimataifa kwa vifaa na mafunzo. Hali ya akili ya wananchi pia na wanajeshi kama ile ya msongamano wa mapigano na shinikizo la kiusalama linahitaji kutambuliwa na sambamba na hatua za kiufundi. Kwa ujumla, ziara ya Rais Volodymyr Zelensky kwa wanajeshi wa anga waliopo mstari wa mbele ni kitendo chenye umuhimu wa kiusalama, kisiasa na kijeshi kwa Ukraine. Na hii inachukua nafasi ya kuonyesha kuwa serikali iko nyuma ya wapiganaji wake na inachukua hatua madhubuti katika eneo lenye mapigano makali, hasa huko Pokrovsk mkoani Donetsk, ambako vikosi vya Urusi vinasonga mbele kwa kasi kila siku. Katika kipindi ambapo eneo la Pokrovsk na maeneo ya kuzunguka linahitajika kulindwa kwa bidii, ziara hii pia ni wazi kama ishara ya uzito wa jukumu hilo. Kwa upande wa mataifa mengine pia inaonyesha ya kuwa tukio hili linatoa mfano wa jinsi viongozi wanaweza kuingia kwenye mstari wa mbele, kuungana na wanajeshi na kuonesha kuwa ulinzi wa taifa ni swala la pamoja, si la nyumbani pekee, bali pia la kihisani na kimkakati.